Jacqueline ni mwanamke aliyezaliwa na ulemavu wa miguu ambayo ilikuwa imejikunja kiasi cha kutomudu kutembea, na baadaye alifanyiwa upasuaji mara kadhaa uliomwezesha kufikia hali alionayo kwa sasa. Tofauti na walemavu wengine ambao ndoto zao za kujikimu hufa kabisa kutokana na ulemavu wao, simulizi ya Jacqueline ni tofauti. Ili kumfikia Jacqueline kijiji cha Olturoto, Sanawari ya juu nje kidogo ya jiji la Arusha, na lazimika kuchukua usafiri wa pikipiki almaarufu kama toyo hapa jijini Arusha. Kama ilivyo miadi yetu na Jacqueline, namkuta akinisubiri ili aweze kunipa simulizi ya maisha yake. Asante. Jackie ananipa simulizi yake kuanzia pale alipoanza kupoteza meno kwa kile alichoelezwa kuwa ni athari za upasuaji wa miguu yake. Naitwa Jacqueline Ndimito Yohanes. Ni mlemavu wa miguu. Mimi 2011 nilienda kufanywa operation ya mguu. Operation ya mguu. Mimi nazuma mguuni. Unaona? Hii mguu nimefanywa 99. Nimekatwa kabisa. Nimezaliwa mlemavu, mguu umefanya hivi na hivi. Kwa hiyo ikatolewa hiyo mfupa. Ilikuwa imependa, siwezi kutembea mara kwanza. Hata kuchelewa kwenda shule nilikuwa nabebwa na mgongo, nasikia na kuhadisiwa mtoto. Chelewa kutembea, kwa hiyo nimeanza shule na miaka 10. Kama Nyerere ndo anakufa 99 ndiko la kwanza na miaka 10. Na sasa hivi na miaka 36. Kwa hiyo nimechelewa sana kwenda shule. Kwa hiyo mguu nikafanywa operation, umeona nilipokatwa. Kwa hiyo nimekatwa kutoka huku mpaka huku. Ikatolewa mfupa uliopinda nikaekwa chuma. Sasa ndio chuma. Hapo ukiwa na miaka 10 sasa. 99 ndio nimewekewa hii. Sasa ndio nikaanza sasa kwenda hiyo shule ya msingi sekondari. Ndio maanza sekondari 2011 mgongo ukaanza kuuma. Nikaenda sana pale ICC. Angalau mgongo kaambua mguu mmoja mrefu mwingine mfupi. Mguu nitakaoka kipindi kile kama mamangu hajaondoka, maana anaondoka na madokumenti ya hospitali, itakuwa miaka 5 ikiisha hii nipelekwa na hii nikafanyaje? Nikafanywa operation. Kwa hiyo imechelewa. Kwa hiyo nikaenda na kaambua nianze upya. Nikapelekwa Machame sasa hospitali ya kule Machame Moshi. Nikafanywa nini? Hii mguu mwingine operation kaikuwa ni chuma nyingine, at least mgongo ifanye nini? Ndio nikafanywa sasa kufanywa operation, ndio nikatoka sina meno kwenye operation. Nikatoka sina meno mawili chini nimeng'olewa. Ndio mamangu aliitwa akaambiwa mtoto wako akizunguka ujue kwamba tumemforce kung'oa meno kwa sababu alikuwa siku ile oxygen unawekewa mdomoni. Kwa hiyo niliziba mdomo, nafikiri nilikuwa kwenye nani mauti ya kufa. Kwa hiyo nikameza damu nini kitendo cha kunani, kumbe kuanzia ukipindi sasa niki meno tu yanakuwa yanatingishika. Jacqueline hadi sasa suala la kupoteza meno linaishughulisha akili yake. Nimeingia operation kwa na meno yote hivi kama wewe. Yote ni kwamba picha yangu iko mbali ningekuonyesha nikiwa kama mimi, na mimi sina moja. Na mimi sina moja huko. Haina shida ya huko, mtu anaijua. Ya chumbani. Umeingia na meno yote sawa. Meno yote. Ni kwamba sina ile picha nilopiga 2000 ile nilifanywa operation. Ile nilipobarikiwa ungeona nikiwa nacheka. Picha haipo. Picha iko mbali sana, yani mpaka ukasagure huko. Ningekuonyesha hiyo picha yangu. Nilikuwa na meno yote. Kwa hiyo nilipotoka kwenye operation ndio sina meno, kakuta meno mawili yameng'olewa ya chini. Ndio chanzo cha meno yangu kutingishika. Kwa hiyo sasa ikawa inatingishika ni kung'olewa. Kwa mwaka unaweza kung'oa meno 5. Kwa mwaka unaweza kung'oa meno 2, 3 na una nani. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo fizi kufika hospitali naambiwa kwamba umepata nani? Zile madawa za operation zimekufanyia nani? Kwa hiyo haina balance, yani mdomo umekuwa sasa, yani meno hata upewe dawa gani haiwezi kunani meno kufanyaje. So maana hata nyingine nataka kunyoa kakani. Kwa nataka usije kang'oa sasa. Kwa wanataka weke ya bandia, wanasema inawezekana. Bandia zinawezekana, hata zingine zitakuwa zing'olewa kama ni mambo utakuwa acha kwanza. Juzi yenyewe nilipenda naambiwa tuache kwanza, kama utaka nani hivi ndio utung'oe yote, kwa maana hawezi kuweka nusu. Meno yote yameisha. Kama sasa meno 32 na meno 9 kama nafikiri 9 au 8 ndio ninayo na iko. Hapo sawa. Zimeachana. Mambo mawili natamani kujua. Kwenye meno amekwambia inahitajika kama shilingi ngapi ili? Jino moja ni 30,000
kwa sababu ni meno yote ameniambia nifanye 30. Kama ni meno machache ndio anakuambia 50. Kwa hiyo kaniambia ukipiga kwa maana ni zaidi ya meno 20 na ngapi? 25. Maana bado itaenda kung'olewa. Hapa nilipo sina meno 25, 26. Maana hapa sina meno 7. Sababu kujumlisha 25 tunafika 32. Kwa hiyo ni meno zaidi ya 25. Amesema moja 30. Meno 30 kama ni unaenda kununua yote sasa. Kwa makadirio ni kama shilingi ngapi? Wake usafari ya kwenda kama milioni, kwa maana hata ukipiga hiyo 25 ni 750,000. Ukipiga kuna usafiri. Na bado utaweza kwamba nenda urudi. Yaani paka namba ya nesi ya daktari nayo kama unataka muongee naye au kama kuna mtu ambaye ataweza kujitokeza na yeye anajua habari ya meno. Watu sio wanajua, si madaktari wako wengi. Sio wanajua kweli ni kweli au wanajua. Jackie bado ana ndoto za kujikwamua kiuchumi na kimaisha. Ombi langu kwenu na mbeni muwe mguso kwenye maisha yangu. Niweze kujikimu kimaisha. Nilikuwa naomba niweze kupata mtaji wa kuuza mafuta, kwa maana nina akili timamu na nia ninayo, ili niache kuwa omba na kuwa tegemezi kwa watu. Na mimi niwe msaada kwa watu wengine kama mimi. Pili, nilikuwa naomba niweze kuniwezesha niweze kupata meno ya bandia niweze kula. Kwa ambaye atakayeguswa kuwa mguso kwenye maisha yangu, namba yangu ya simu ni 0746 12 66 38. Namba yangu ya simu ni 0746 12 66 38. Jina litakuja Jacqueline Dimito Yohanes. Kuonesha kuwa Jackie yuko mbele ya wakati, anaijua hadi biashara anayoimudu kuifanya endapo tu atapata mtaji. Mafuta yetu nina connection na mama mbiko hapa jirani yangu ambaye ni anatokea Singida, ni Msingida huyu, anauzaga mafuta. Na nimeshaongea naye. Yeye ndo ananichukua mafuta natumia ya kwake. Kuna kipindi juzi kati nilinunua mafuta kama madumu mawili. Nikafanya biashara hapa, ndio maana nikakwambiaje? Nikakwambia kwamba mafuta hapa yanaenda. Sasa ndo akaniambia hivi, yeye atakuwa ananifanya nini? Atakuwa ananunua karibu madumu 10 na. Kwa hiyo kwa maana ndo anaenda kuchukua mafuta, najua mafuta halisi ya alizeti. Anaweza kuleta kutoka hapo mpaka hapo, atakempa mtu 2000, akienda na toroli ananiletea hapo hivi kwake. Kwa hiyo nina connection ya mtu anayefanya biashara ya mafuta. Kwa walemavu walio wengi huonekana wakitafuta njia ya mkato ya kujikimu kimaisha, na wengine hata kuomba barabarani. Lakini Jackie ametupa somo kuwa ulemavu sio kuua kila ndoto ya maisha yako. Dennis Mwasalanga, TriGen Media, Arusha.